Yesu asifiwe. Sasa bila kupoteza muda, wacha nimuinue our sister Ruth. Lakini Ruth anajua Kiswahili. Haleluya. Ruth atatunenea kwa muda kwa Kiswahili. Tumsikilize testimony yake katika jina la Yesu Kristo. Karibu sister Ruth. Amen. Tupige Bwana makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Ni jioni nyingine niko na furaha hata kwa ajili ya kibali ya Mungu kunipa neema hii ya kufika hapa Arusha, hata kuwa mbele yenu. Hakika ni kwa neema ya Mungu. Kuna wimbo nikikumbuka na huwa najirudia na unanikumbusha mahali Mungu amenitoa. Kama sio damu yako Yesu, kama sio damu yako Yesu, kama sio damu yako Yesu, ukombozi ningetoa wapi? Kama sio damu yako Yesu, kama sio damu yako Yesu, kama sio damu yako Yesu, na rehema ningetoa wapi? Msamaha ningetoa wapi? Na rehema ningetoa wapi? Ukombozi ningetoa wapi? Bwana asifiwe. Hakika kama sio neema, kama sio damu ya Yesu msalabani, sijui msamaha ningetoa wapi, sijui ukombozi ningetoa wapi. Juu nilikuwa nasikia tu tuko katika neema, sikuwa najua neema ni nini. Lakini nashukuru Mungu kwa neema aliyonijalia. Kwa maana nikadhani ni kama watu walikuwa wanakosa kuelewa neema ni kusema nini. Kwa maana wakati nilipata neema ndio nikasema kama hii basi ndio neema ya Mungu. Watu bado hawako wamepata neema. Neema ndio sasa tumeipokea. Bwana asifiwe. Kwa sababu watu walikuwa wako katika dhambi, watu walikuwa wanajiunga na ulimwengu, wako katika mambo tu ya kawaida. Hakuna utofauti ya Mkristo, hakuna utofauti ya mtu wa dunia, lakini watu wanasema tuko kwa neema. Nasikia injili ikiwa watu wakiwa wanaifurahia injili sana, ati tuko katika neema. Sikuwa najua neema ni, lakini wakati nilipata neema ndio nikajua kumbe maana ya neema ni hivi. Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu jioni ya leo kwa kuwa mbele zenu ili nikaweze kumshuhudia ukuu wa neema ya Mungu. Huenda ikawa unasema tuko katika neema, ulipata neema kupitia msalaba, na kumbe bado umepotea, hujapata neema. Hili na siku ya leo ukijua haujapata ile neema, ukaanguke kwa magoti na toba ukililia Mungu kwa ajili ya hiyo neema. Maana pasipo neema hauwezi ukatakasika, hauwezi ukakombolewa, hauwezi ukapata msamaha, hauwezi ukaingia katika ile inaitangwa midnight hour ambao tunaambiwa tujiandae. Pasipo neema ya Mungu hauwezi ukajiandaa, utakutwa tu kama wale wanawali watano ambao walikuwa wapumbavu. Kwa hivyo usichangue ukuwa upande wale wa wapumbavu, lakini uchangue jioni ya leo ukuwa upande huo wale ambao waliokuwa na hekima. Bwana asifiwe sana. Kama vile mmesikia pastor mtumishi wa Mungu akiwaambia mimi ambao ni ushuhuda ambao ulio hai, nilikuwa kahaba. Unajua watu wanasoma kwa Biblia mwanamke Msamaria pale kizimani aliyokuwa kahaba alipatana na Yesu, aliyokuwa na wanaume watano mpaka watu unaona wanastuka. Lakini mimi hapa niko zaidi ya yule mwanamke, kwa sababu huyo alikuwa watano tu, na watano nadhani ni kidogo. Mimi nilikuwa na zaidi wale ambao hawezi kuhesabika. Hao watano walikuwa wachache kwa sababu aliweza kuwahesabu. Mimi nimeishi miaka 10 nikiwa sijui Yesu ni nani, nikiwa hakuna mambo ya Mungu nilikuwa. Kwa sababu ya ile mahali nilikuwa nimezaliwa, watu hawakuwa wanamjua Mungu, hawakuwa wanamuogopa Mungu, hawakuwa na nafasi ya Mungu. Walikuwa wanaishi maisha ya dunia, maisha ya
maisha ya uchawi, walikuwa wanaishi ulevi, ukahaba ilikuwa kama biashara pale. Sijui kama hapa Arusha kuna streets kama Kenya, kuna streets Kenya watu wanajitanga ya wakahaba. Yaani vile kunakuwa na supermarket, vile kunakuwa na duka ya manguo, duka ya viatu ama duka ya machakula. Sasa huko kwetu Kenya kuna sehemu ambazo zimetengwa kwa hizo biashara, kwa sababu Kenya wamekuwa ni wafisadi zaidi, tena wamependa pesa, wamechukia nafsi zao. Sasa huko kwetu wiko nafasi mpaka watu wanaruhusiwa kufanya hiyo biashara. Unauza mwili yako ndio upate pesa. Kwa hivyo huko Kenya tunaitanga Koinange. Kama hapa Arusha Town Center unakuta street moja kuna watu wanapanga laini hapo, wanauza mwili yao kwa sababu ya pesa. Sasa mimi niliishi maisha ya aina hiyo na ni kitambo sana, kuanzia wakati nilikuwa teenage, kwa sababu ukiwa familia kukua hakuna Mungu, watu hawamuogopi Mungu. Hata watoto ambao watazaliwa mahali pale, kwa sababu hawana ile hofu ya Mungu, watakuwa tu watoto wakiwa wako katika dunia, hawaogopi mzazi, hawaogopi Mungu, hawaogopi kitu yoyote. Kwa hivyo nililelewa na hiyo maisha ya kukosa kuogopa chochote. Kwa hivyo wakati nilianza kukua, nimefika ile teenager, nikaanza sasa kujipeana kwa dunia kabisa. Na vile unajua kama vile wakati ukipata neema ya Mungu anakuinua kutoka kiwango moja hadi kile kingine. Hivyo naye shetani wakati uko katika hiyo ufalme wa giza anakutoa kutoka kiwango hiki mpaka kingine, mpaka unakuwa kiasi ya kuwa hakuna jambo lolote unaweza ona kubwa kuliko ile ingine, kwa sababu ilikuwa ile moyo wa mtu unakuwa umeondoka. Kama ni abortion, kama ni kuafya mimba, unakuta ni kama jambo la kawaida. Kuua mtoto, kutupa kwa choo, unaona ni kama kuua panya, ile mtu anaroga panya sekondi mbili. Niliambiwa tu kuja vile huko kwa sababu Mungu ajali na hao maisha mengine. Sasa nikapotezwa zaidi. Nikakuja kuona yule ukahaba wa pale nje ulikuwa afadhali, kwa sababu nilikuwa kabisa nimejitakasa nimejitakaza kuwa kahaba, na hiyo ndio biashara. Lakini hapa katika nyumba ya Bwana nimeleta ule ukahaba. Kama ni mavazi ninavaa yale ya ukahaba. Tulikuwa ukivata ukinunua huko Kenya, na shukuru Mungu sijapata hapa mna ile desturi ya wanawake wanavaa ile suruali mrefu ya wanaume. Sasa huko Kenya unavana tena ukinunua unaenda unapea fundi wa manguo aishike kabisa mpaka iexpose huyu mwili, na ile ingine tunguo ukinunua unanunua yenye imefika hapa nusu, ili uexpose mwili yako ama kila mahali sensitive, kwa sababu hiyo ndio target ya shetani alifanya, kwa sababu anajua wanaume hisia yao wameumba wakiwa hivyo. Ukiangalia ile kitu umeangalia ndicho kinasumbua mawazo yako. Kwa hivyo shetani akajua target ya kuangusha wanaume, kuwapeleka jehanamu, ni kwanza haribu akili za wanawake, wakuwe kukosa kutii, watoke ile hofu ya mwanamke. Kwa sababu vile tuliumba wanawake, wale ambao walikuwa wanamuofu Mungu walikuwa na ile hofu ya mwanamke. Akiweza inama kama nguo ni fupi sana, angejifunga leso ndio asionekane ule mwili wake wa siri, ama ule mwili sensitive usionekane. Lakini siku hizi badala ya kufunga ni kuinua kabisa, ama anaishonesha ile kadogo kabisa. Kama ni pande hii juu, unaona mwanamke anafunga mwili, kwa sababu mwili wa mwanamke, kama ni kifua ya mwanamke ni yake tu, na kama ameoleka ni yake na bwana yake. Lakini siku hizi mwili ya mwanamke shetani akaondoa ile hofu ya mwanamke. Wakati mwanamke alikuwa anahifadhi mwili wake, ati wakati anaolewa tu bwanake ndio anaijua huyo mwili, na huyo mwingine ni Roho Mtakatifu, kwa sababu Biblia inasema mili yetu ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Ukiharibu utaharibiwa. Kwa hivyo hiyo hofu ikaondoka. Mili ya wanawake ikaacha kuwa hekalu ya Roho Mtakatifu. Na ukisoma tena katika Biblia, katika Romans 12, Biblia tena inasema hii mili sio yetu, tulinunuliwa na gharama damu iliyomwagika msalabani. Kwa hivyo huyu mwili huwezi ukautumia vile unataka. Lakini shetani akabadilisha hayo maneno yote kwa Biblia, akayabadilisha. Akasema tukaanza kusema mili ni yetu.
na tukakosa ile hofu na ile heshima. Mwanamke akikaa chini alikuwa anajirudisha, nguo anarudisha, ni kama anaona kama kuna mtu anaweza muona. Lakini saa hii hakuna hivyo, anakaa tu kama mwanaume, ameweka miguu wazi kama mwanaume, akiexpose kifua ni kama mwanaume. Yani mwili si yake na bwana yake peke yake, ni ya wengine. Kwa hivyo anatumiwa vile tumeambiwa. Biblia inasema miili hii tusiitumie kama chombo cha kutumiwa na shetani, na sisi tumeipeana ikawa chombo sasa cha kutumiwa na shetani ili kuua wanaume, tukiwapeleka jehanamu. Na sisi pasipo kujua ni sisi tunawatangulia mbele, kwa sababu hakuna muuaji ataona ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo wale ambao umewaua kupitia mavazi yako wakienda jehanamu, na wewe pia utakuwa mmoja. Kwa hivyo mimi mwenyewe nilikuwa candidate wa hell, wa jehanamu, wa kupeleka wanaume pale wakati nilikuja katika nyumba ya Bwana nikisema nimeokoka pasipo kujua. Afadhali nilikuwa nje, nilikuwa nafanya ukahaba huko nje, yule alikuwa anataka hiyo biashara anajileta. Lakini sasa hapa ni kwa nyumba ya Mungu, ambao alisema nyumba yangu ni ya sala na kuniabudia. Lakini sasa imekuwa nyumba ya ukahaba. Kwa sababu gani nasema nyumba ya ukahaba? Kwa sababu gani? Wakati wanaume wanakuja kuabudu Mungu, na wewe umekuja, na sasa nilikuwa nakuja na ile mavazi, ile miniskati, skati mrefu, zile tight zenye zina expose kifua, na ninaona tu ni jambo la kawaida. Kama ni nywele, nilikuwa nimelea zile dreads vile, sijui kama huko kuna kwa marastamans, huwa wanaitwa marastaman wenye wanaleanga zile nywele za kujiku, nywele yake inajiloli inafika huko, wakiimba wanafanya hivi. Sasa kama ni uso, nilikuwa nimejiburichi, ninakuwa kama mzungu ili kuexpose, ili kufutia ile biashara. Lakini wakati nilifika kwa nyumba ya Mungu, sikupata ufanuo, sikupata ufunuo wa kujua hii ni nyumba ya Mungu. Vile tu si kanisa ya siku ya leo, watu wameingia jinsi walivyo. Hawajaambiwa vile Mungu aliambia Musa, mahali pale umesimama ni patakatifu, ufue viatu, uondoe zile dhambi na zile na tabia za huko Misri uziondoe. Hapana, siku hizi watu wameambiwa kujeni vile mlivyo, injili ya kiushetani, injili ya prosperity. Watu wakakuja na dhambi zao na tabia zao. Hawajaambiwa ati ukiokoka unakuwa kiumbe kipya. Sasa mimi nilikuja vile nilivyo, nikaanza kuangusha tena watu kwa kanisa kwa sababu ya mavazi. Nikaanza kuangusha wanaume, badala ya kuabudu wanaume wanaanza kuanguka kwa mapenzi, wanaanza kukua na tamaa za macho. Na tukisoma katika Biblia, katika kitabu ya Matthew 5:28, Biblia inasema kama mwanaume akitazama ule mwanamke na kumtamani, wameshafanya dhambi ya uzinzi na yeye katika mioyo. Kwa hivyo huyo mwanaume ambao amekuona akatamani na alikuwa amekuja kuabudu katika nyumba ya Bwana, baada ya kuabudu anaanza kuanguka kwa dhambi. Wewe umempeleka jehanamu. Kwa hivyo wewe ni muuaji, umeleta uuaji katika nyumba ya Bwana. Unaua watu wa Mungu, unaua wanaume wa Mungu, badala wa hubudu na ule moyo wa kunyenyekea na ule roho na kweli, wanakuwa wameanza usherati katika nyumba ya Bwana. Na nyumba ya Bwana ndio Mungu anasema nyumba yangu ni chafu, na si kwa sababu ya kitu kingine, ni kwa sababu ya wanawake ambao wamejipeana miili yao kama chombo cha kutumiwa na shetani. Bwana awabariki. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunaenda pamoja? Mmepotea ama tuko pamoja? Wacha tusome katika tusome katika kitabu ya Second Peter, lakini Second King asitasoma. Second King ni Wafalme wa pili, kutoka mstari wa Second King 9:30. Wafalme wa pili 9:30 kutoka 37. Hiyo nataka kwenda kusomea about ile spirit ya Jezebeli. Jezebeli ni mkuu wa kahaba ambayo alikuwa anajipakanisha uso, analeta ile moyo wa kukosa kutii katika nyumba ya Bwana. Na huyo ndio siku ya leo alikuwa ameingia wanawake. Vile alikuwa ameniingia, nikawa ninaishi kinyume na mapenzi ya Mungu, lakini niko katika nyumba ya Mungu. Nikawa ninaishi
ninapigana na nguvu za Mungu, ninapigana na ule ukweli kwa sababu ya hiyo roho wa Jezebeli. Kwa hivyo ukisoma hiyo kitabu, sitaki kusoma juu ni mrefu, mtaenda kujisomea nyumbani kwa sababu ya wakati. Ukisoma hiyo 2 King 9 kuanzia 30 to 37, utaona huyo roho wa Jezebeli alikuwa amelaaniwa. Mkuu wa kahaba katika Biblia ndio alikuwa amelaaniwa. Ukisoma tena katika hiyo 1 King, Wafalme wa kwanza 21 kuanzia mstari wa kwanza ukifika 28, utaona mpaka vile alikuwa amebebea bwana yake akili. Alikuwa bwana yake amebebewa akili, anakontroliwa na yeye, anamfuata vile anasema anamfuata. Na huyo roho wa Jezebeli ndio umeingia kwa kanisa ya siku ya leo vile nilikuwa ninaishi. Ndio roho huyo ndio hata wa saa hii anasumbua nyumba ya Mungu, kwa sababu huyo roho unaleta ile kukosa kutii kwa neno la Mungu. Kwa sababu Mungu anasema kama unanipenda utafuata mafunzo yangu na utafuata nyayo zangu. Biblia inasema tufuate nyayo za Yesu. Lakini kwa sababu ya hii roho ambayo iliingia ya Jezebeli, tukaacha kufuata nyayo za Yesu, tukaanza kufuata roho za Jezebeli. Kwa hivyo mimi nilikuwa mmoja wa kufuata ule roho wa Jezebeli, kuvaa vile nataka kwa kanisa. Lakini Mungu siku moja akanipa neema. Kwanza nitaje ile neema vile nilipata. Nilikasikiliza nikiwa kwa YouTube, wakati hiyo nilikuwa nchi za nje, nilikuwa nafanya Lebanon. Nikasikiliza kwa YouTube testimony ya Jehonamu na mbinguni. Mtumishi wa Mungu alikuwa ameonyeshwa hell and heaven. Akaonyeshwa ili akuje atupatie wanawake honyo. Nikasikiliza ya kwanza, nikasikiliza ingine. Nikasema hii ya kwanza nikasikiliza, nikaona na kuna ukweli kwa sababu inafuatana na maandiko ya Mungu. Nikaanza kusoma Biblia mpaka nilikuwa nasoma hii mambo ukweli iko kwa Biblia. Na kwani watu wanasoma Biblia ngani na mambo sijawahi yasikia. Nikaenda hivyo nikasikiliza tena. Nikasema mimi kumbe ni candidate of hell. Mimi ni mmoja wa Jehonamu, ni mmoja wa wale ambao watakao tupwa Jehonamu. Na sio kuwekelewa, matendo yangu yanatosha kuenda Jehonamu. Inatosha kuenda Jehonamu. Nikakuwa nikasumbuka moyo sana. Nikasema hapana. Kwa nini nipigane na nguvu za Mungu? Hayo mambo yako kwa Biblia. Ninasoma kweli Biblia naona hii. Nikaanguka tu chini nikaambia Mungu, nipe hii neema ya kuweza kutembea na utakatifu, kwa sababu si kuwa kweli nimejua ukweli na sasa nimejua huu ukweli. Nataka nitembee na utakatifu na nijue njia ya kweli. Wakati huo sasa nilianza kulilia neema ya Mungu. Kweli hapo nilikuwa kwa nyumba, nilianguka chini na machozi. Mimi ambao si kwa mtu wa kulia ovyo, ningelia kwa sababu kubwa sana. Lakini wakati huo sababu sikuwa naona jambo kubwa, lakini wakati huo nikawa mtu wa machozi. Nikabadilishwa ile furaha ya duniani, raha za duniani nilikuwa naishi. Ile moyo nilikuwa nayo wa kufurahia mambo ya dunia. Nikaanza kuona yote ni bure, nikaanza kulilia Mungu neema. Hapo ndio sasa nikakuta mtembeleo wa Mungu. Mungu akanitembelea, akanifunza ule ukweli. Mimi mwenyewe tu nikuwa kwa njia nikasisi nguvu za Mungu, nikaanguka chini. Nikaanza kulia kwa nyumba, nikaanza kulia nikitubu. Mpaka sauti Mungu akiniambia amenifungua. Nikaanza kusikia sasa ile mambo nilikuwa napenda ninaitukia. Nikajua kumbe hii njia ambayo nilikuwa naishi, nilikuwa tu ninatembea nikisema mimi ni Mkristo kwa sababu nimebatizwa huko katika kanisa za dini tukiwa watoto. Kumbe nilikuwa najidanganya mwenyewe tu, nilikuwa ninafurahia nikienda Jehonamu. Sasa wakati nilijua huyu ukweli, nikachukua ile makasi hizo nywele za bandia nilikuwa navaa, hizo ulembo zote za duniani nikazikatakata, kwa sababu kitabu ya Mungu inasema katika 1 Peter 3 wa Petro wa kwanza 3 kueteremuka na chini. Inasema ulembo wetu usikue ni huo wa kutoka na nje kama kushuka nywele, kuvaa vitu za dhahabu, bali iwe ni ile moyo mpole, ule wa utu wa ndani, kama vile tunatumwa mpaka vile wanawake Sara, wale wa enzi za kitambo. Hiyo roho wa Jezebeli alikuja akaanza kubadilisha. Watu wakaambiwa sasa katika kanisa tuko katika agano mpya. Na nikio mambo katika 1 Peter hiyo Petro wa kwanza ni agano mpya. Ukienda kusoma katika hii Matthew 5
inasema Mungu hapo Matthew 5 ukianza hapo mstari kuanzia 17 hapo, Mungu anasema kuja kuondoa torati wala mafunzo ya manabii, bali kuweka nguvu. Na anasema dunia inaweza pita hata mbingu, lakini hata kale kakoti kadogo, kale kaharama kandogo kaneno la Mungu akawezi kakapita. Kwa hivyo Mungu hawezi akabadilisha neno lake kwa sababu yoyote ama mtu yoyote ama excuse yoyote ambao unaweza patia Mungu. Kwa hivyo nikawa na hofu sana ya Mungu wakati sasa nilijua kusoma Biblia na Roho wa Mungu akaanza kunifunza zaidi. Kwa hivyo zile matrosa nikajua ni kinyume, niko kinyume na neno la Mungu. Na sasa wakati ndio Biblia inasema katika kitabu ya Yohana, anasema tukijua ukweli, ukweli utatufungua. Kwa hivyo tunafunguliwa na ukweli, si kuwekelewa hata mikono ama nini, kwa sababu kitu ya kwanza lazima tujue neno la Mungu. Kwa sababu ukiwa umejua neno la Mungu na unajua kuisoma Biblia, hakuna hata mdanganyifu useme watu hata wakidanganywa dunia mzima wakuwe na ile injili yao ya kujitengenezea, ile ambayo imepandirishwa, ile ambayo imewekwa maji, ile ambayo imechanguliwa vile pastor mtumishi wa Mungu alituambia jana. Injili ya kuchangua ati hii unaitaka, kama ni mambo ya imani hiyo uko hapo unataka, kwa sababu unataka kutia imani. Kama ni mambo ya ufanisi uko hapo. Kama ni mambo ya hiyo unachangua. Lakini tuliambiwa aje tukule injili yote. Kwa hivyo kama ni injili ya Yesu vile Musa aliambiwa kama ni ndama wa kule yote. Kwa hivyo hakuna kuchangua, kule sweet, kule kutamu. Kwa hivyo hata kule kuna uchungu utakula. Kule kunahitaji uende chini unyenyekee utubu, utatubu. Kule ambao kunahitaji ujifinyilie, ujitenge na marafiki, ujitenge na ulimwengu, utafanya. Kwa hivyo injili kama unataka kuingia mbinguni si kuchangua, utakubali yote. Na mimi wakati hiyo ikawaje nilikuwa nimelelewa katika raha. Yangu ilikuwa kama ile inaitangwa muujiza ambao sio wa kuaminika. Yaani unakosa kuamini hata kuambia watu, kwa sababu ni mambo ilikuwa kama ilikuja kama kweli kabisa ni muujiza. Yaani hao mambo ambayo sikuwa natarajia, hata sikuwa najisukumia nikaribie, vile ati kukaribia Mungu, nilikuwa mbali sana na Mungu. Na hiyo ndio Mungu, ndio nikajua neema ya Mungu inasema nini. Ukisoma katika kitabu ya Titus, ukitoma kitabu ya Tito 2 kuanzia mstari wa 11 hadi 14, Mungu anasema hii neema ilikuja kwa sisi wote ili ituondoe katika dhambi, ituondoe katika raha za dunia, na ituondoe katika ule kuabudu kwa miungu zingine. Kwa hivyo neema ya Mungu ambao tunasema tumepokea, sijui kama ni ile ambao nilipokea, kwa sababu neema ya Mungu ukiipata inakukomboa, inakufunza kukaa katika utakatifu wa Mungu, inakufunza ile kukua kinyume na neno la Mungu, inakufunza ukue mtiifu wa neno la Mungu, inakutenga na ule ulimwengu ili ukuje katika hii njia ambao tulikuwa tumeambiwa ni njia highway of holiness, hii njia ya utakatifu ambao ni wachache wataingia. Kwa hivyo hiyo ndio neema ambayo nilipokea ya msalaba, damu ya msalaba ambao inakomboa kahaba ambayo alikuwa anatumikia shetani kuangusha wanaume kuenda jehanamu. Sasa ninatumikia Mungu nikielekeza watu kuingia katika ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo neema ya Mungu ambao tunasema tumepokea, kama hiyo neema haijakutoa kwa ulimwengu, kwa sababu nini? Kitabu ya Jacob inasema 4 ati nyinyi hamjui kujiunga na ulimwengu umekuwa adui wa Mungu. Kwa hivyo huwezi kuwa umejiunga na ulimwengu na uko katika Mungu. Lazima useparate. Lazima ujitenge na dunia ili ukue rafiki wa Mungu, kwa sababu huwezi pitia katika njia mbili, lazima upitie katika njia moja. Kwa hivyo neema ya Mungu wakati niliipata, nikaondoa zile property, zile bidhaa, zile tunaziita bidhaa
Jezebeli. Hizo ndio bidhaa za Jezebeli ambazo zinakuja kinyume na neno la Mungu. Ama unasaidia shetani, kwa nasaidia shetani kumoku Mungu, yani kudhiaki Mungu. Na Biblia inasema katika kitabu ya Galatia ati Mungu adhiakiwi. Kwa hivyo nilikuwa ninafanya kila kitu yote kinyume na Mungu. Kama ni nywele, naona Mungu hii ya kutengeneza vizuri, ninaweka zile nywele zingine hizo za Wahindi wanatoa wakiambudu miungu zao, alafu tunakuja Afrika tunauziwa, tunaziweka. Unaweka ile nywele ambao sio yako kwa kichwa yako, kusaidia shetani kuambia Mungu hakujua hakuweza kukuumba nywele mzuri, unaweza hitaji nyingine, ama unaweza badilisha ile yake, unaweza badilisha ile yako uweke nywele ya mtu mwingine, ama unabadilisha rangi ile nywele ambao Mungu amekupa kama ni nyeusi. Na ukisoma katika kitabu ya Matthew, ukisoma katika kitabu ya Matthew, Biblia inasema hauwezi ukabadilisha nywele moja iwe nyeupe ama nyeusi. Kwa hivyo nao shetani anakuja na mfano wake, anakuambia hata hiyo nywele unaweza badilisha within short time, ama dakika 5. Hata ukitaka ikue ya brown, ukitaka ikue ya rangi gani utaibadilisha. Hiyo ni kusaidia shetani kumoku Mungu, na uwezi ukamoku Mungu. Hata ukisoma katika kitabu ya Isaiah 45 verse 9 inasema hauwezi ukabishana na muumba wako. Vile alikuumba, na alisema katika kitabu ya Mwanzo chochote aliumba ni kizuri. Kwa hivyo chochote Mungu alikiumba ni kizuri. Hiyo nywele yako aliumba ni nzuri, hiyo uso wako aliumba ni nzuri, ile shape yako alikupea ni mzuri. Hiyo ingine ambao unaleta ili usaidie shetani kumoku Mungu, unakuwa kinyume na neno la Mungu. Kwa hivyo wewe unakuwa mpinga Kristo, wewe unakuwa against God, unakuwa kinyume na Mungu, na uwezi ukasema unampenda Mungu. Kwa sababu kama unapenda Mungu, hata chochote amekuumba nacho, chochote amekupatia utakipenda. Kwa hivyo lazima ukupende kile, kama unampenda Mungu upende hata kile chochote ambacho amekupatia. Hivyo ndio kuepuka ile ghadhabu ambao umesikia dadangu akisema ile siku ya hukumu. Kwa hivyo wamama tumejipeana ili tutumiwe na shetani, lakini Mungu anatuambia siku ya leo turudi katika toba ili tujue ukweli na ukweli utufungue. Kwa hivyo wakati nilijua ukweli, nikaachana na hizo bidhaa za shetani, hizo za Jezebeli, nikaanza kutembea utakatifu, nikaanza kuvaa utakatifu. Na kwa sababu kitabu ya Ezekiel 33 kuanzia mstari wa 14 unasema kama mwenye dhambi alikuwa amehukumiwa kufa, akatubu na kuokoka na kurejesha kile alikuwa ameimba, ataishi. Kwa hivyo kuna hata kuokoka na kutubu, kuna ile kurejesha kile ulikuwa umeimba. Kwa sababu ukisoma katika kitabu Ufunuo wa Yohana 21:27, Ufunuo wa Yohana 21:27 inasema hakuna kitu kisicho kitakatifu kitaingia. Kwa hivyo hiyo vitu yote ambao sio takatifu haiwezi ikaingia. Hiyo inaweza kukuzuia. Shetani atakuwa na mamlaka wa kukukamata ama wa kukua na nafasi katika maisha yako kwa sababu ya ile bidhaa ambao umebeba. Kwa hivyo hizo vitu ambazo ni za kishetani, wale waume ambao sio wako, ama vile ile manguo ambao ilikuwa za kunajisi ule mwili ambao ni hekalu ya Roho Mtakatifu, unazitupa zote vile nilizitupa. Na uwezi patia hata mwanamke mwingine, hata uwezi patia mwingine umsaidie, kwa sababu utamuelekeza hata yeye jionamu. Kama ni zile vitu za wizi, kwa sababu ukahaba unaendanishanga na wizi, unaiba wanaume wa wenyewe, unaiba mali za wenyewe. Nilikuwa hata naletewa vitu za wizi na wezi. Kwa hivyo hiyo vitu yote ambazo nilikuwa nimeimba, nikaanza wale ambao nilikuwa napata ninawarudishia. Napigia mtu simu namwambia fulani, mimi nimeokoka, na kwa sababu sitaki kwenda jionamu na nimejua njia ya kweli, naomba ile nilikuwa nimekuimbia, nilikuwa nimechukua bwana yako, nilikuwa nimechukua hiki, naomba unisamee na nitakurejeshia. Kama ni bwana nikaachana na bwana za wenyewe, kama ni hizo vitu za wizi, pesa nilikuwa nimeimbia, hata wakati hiyo nilikuwa nimeimbia boss almost $100.
nikaenda nikaambia boss wangu, unajua nimeokoka na sitaki kwenda jehanamu, na nilikuwa nikipata pesa huku kwa nyumba najiwekea. Sikuwa nakwambia nimepata, hata nikipata kwa manguo ninachukua najiwekea, nikamrudishia hizo pesa. Kwa sababu Mungu aliyoingia ndani yangu akanipa Roho Mtakatifu anisaidie, alikuwa ananitangulia mbele. Kwa hivyo after kuokoka nikatengeneza zile njia ambazo zote nilikuwa nimeharibu. Kwa sababu kuna mazao ya toba, kuna kuzaa kwa mazao ya toba. Lazima mazao ama matendo yako iambatane na toba. Hiyo ndio inaitangwa toba halisi. Kwa sababu hautasema umeokoka, ile tabia, mavazi, mienendo yenye ulikuwa unatembea ukiwa katika ulimwengu bado utaendelea nayo katika wokovu. Hapana. Kuna maisha kuna maisha tofauti hapo. Kuna utofauti wa mtu ambaye ameokoka na kuna utofauti wa mtu ambaye ako katika dunia. Kwa sababu hakuna mahali pako na uhusiano wowote. Hata ukisoma katika kitabu ukisoma katika kitabu ya First Corinthians, ni kitabu ya First Corinthians inasema hakuna uhusiano wowote. Second Corinthians 6, Second Corinthians Wakorintho wa pili mstari wa fungu la 6 kuanzia mstari wa 14 unasema hakuna uhusiano wowote wa giza na mwangaza, wa wanaoamini na wasioamini, wa idols, wa sanamu na nyumba ya Mungu na hekalu ya Mungu. Kwa hivyo kila mahali popote wakati Mungu anasema, kuanzia mwanzo hadi Ufunuo, hata wakati wa hiyo Old Testament ama agano ya kale, alikuwa anasema kila wakati wote kukuwe na utofauti. Kwa hivyo lazima kukuwe na utofauti wa maisha ambao ulikuwa unaishi ukiwa hujaokoka na maisha ambao utaishi kama umeokoka. Lazima kukuwe na utofauti, na tena kutoka hapo uzae mazao ya toba. Kwa sababu ukiokoka, ukili kwamba Yesu ni Mwokozi na utaendelea na utakatifu, matendo yako yataambatana na jinsi unavyoongea, jinsi unavyotembea, kila kitu yote. Kwa hivyo kuna yako ambao mnaonana, useme utasikizana na Mungu ambaye wauoni. Ndio katika kitabu ya First John 4, Joana wa kwanza kuanzia mstari kifungu la 4 mstari wa 20 unasema, hauwezi yeyote ambao hapendi ndugu yake haezi akasema anapenda Mungu ambaye hamuoni. Kwa hivyo huyo ndugu yako ama dada yako, huyo jirani yako ambao umemkosea, mmekosana, huyo mama mwingine ambao umenyang'anya bwana, huyo ndio jambo la kwanza ya kudhihirisha ile toba yako ambao ni toba harisi. Kama ulikuwa umechukua bwana yake, kitu ya kwanza ni urudishe, ili sasa uanze kutembea maisha matakatifu. Kwa sababu wakati umeomba ombi ya toba, umesikizana na Mungu, lakini bado ule ndugu yako ama jirani yako hapo utamuumbilia aje na uko na bwana yake, umemuumbilia aje na mulikosana na yeye hujamuomba msamaha. Kwa hivyo lazima usafishe ili aanze kuona Yesu ndani yako, kwa sababu sisi ni mwangaza wa ulimwengu. Hauwezi ukakuwa uko na Yesu na Yesu ni mwangaza na mwangaza hauonekani ndani yako. Ili Yesu aonekane ndani yako, lazima ukuwe na amani. Na ndio kitabu ya Waebrania 12:14 inasema ukuwe na amani na kila mtu, na bila utakatifu hakuna atakayemuona Mungu. Kwa hivyo lazima ukuwe na amani. Yoyote ulikuwa umekosea, kitu ya mtu ulikuwa umechukua, na ile udanganyifu wote ambao ulikuwa umedanganya, kwa sababu udanganyifu wote ni wa shetani. Ile kitu yote ambao ulikuwa unatenda hata kama ni kwa mwili yako, kila kitu yote hata kama ni kwa mwili yako ulikuwa umedanganya, kwa kuvaa mavazi ambayo sio ya mtoto wa Mungu, kwa kuvaa vitu ambazo ziko kinyume na mapenzi ya Mungu. Kama ni nywele ulikuwa umevaa za udanganyifu, sura umeweka ya udanganyifu sio yako, uko mweusi, umejipreach ukapata sura nyingine ya mzungu, hiyo yote ni udanganyifu. Na hakuna mdanganyifu wote ataingia mbinguni, kwa sababu kitabu ya Yohana 8 kuanzia mstari wa 44 unasema Ibilisi ndiye alikuwa mdanganyifu na muuaji. Kwa hivyo vile unadanganya, ile jambo lolote unatenda kama ni ya uongo, hiyo yote ni ya shetani, na shetani ndio baba yetu. Kwa hivyo
lazima kila kitu yote urudishe kile kilikuwa cha mwovu shetani, ili ulete ile toba harisi mbele ya Mungu, na usije ukazuiwa na shetani kuingia ufalme wa mbinguni kwa sababu ya ile uongo, kwa sababu ya ile bidhaa yote ambayo ulikuwa umebeba ya kiushetani. Kwa hivyo tupata muda siku nyingine tutaendelea. Naomba nifikishe hapo kwa siku ya leo.